tuangaze taarifa zinazotoka kwa wajerajera kutokea kule Mbeya Tanzania Prisons, ambao wao kupitia kocha wao ameonyeshwa kusikitika na ligi kusimama. Kwa nini? Huyu hapa Amani Josia anabainisha. Kusimama kwa ligi ni kama kuna athiri kiasi fulani, nianzie tu hapo. Ni kama kuna kuathiri hususan sisi, maana ukiona kabla ya kusimama kwa ligi tulikuwa na momentum ya ushindi kwa sababu tumeshinda mechi 4 mfululizo. Sasa unajua timu imeshaje ni momentum ni nzuri zaidi, mwalimu haikuchukua muda sana kwa sababu level ya fitness inakuwa iko vizuri, level ya kiakili ya mental fitness kwa maana wachezaji kuweza kufikiri wanakuwa pia wako vizuri. Sasa unapokuwa unasimamisha ligi alafu yanakuwepo mapumziko kama hivi, nafasi yake ni kwamba kuna mahali mnaweza mkaanza nusu, sio furu vile mlivyokuwa kwa level ya fitness, kwa level ya match fitness pia na uwezo wa wachezaji mmoja mmoja. Although inaweza ikakupa advantage kama ulikuwa na majeruhi, lakini kwetu sisi hatakuwa na majeruhi au muda mrefu. So kwa namna moja ama nyingine, kwa upande wetu sisi Tanzania Prison, nafikiri tunapaswa kufanya maandalizi kwa maana ya kumalizia msimu wetu, na hesabu kubwa na malengo makubwa ya klabuni ni kumaliza msimu tukiwa tuko strong, kwa maana kwamba kama kuna uwezekano kuepuka kutokucheza playoff, maana yake tushinde mechi hizi moja kwa moja. So gumu unakuja wapi? Gumu unakuja kwa aina ya opponent ambao tunakutana nao, kwa maana ya Yanga pamoja na Singida Black Stars. Lakini kwa maana ya mahali tulipofikia sisi kama timu, hatuna sababu ya kuhisi kwamba sisi ni wanyonge kuweza kuperform kwenye mechi hizo. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba ni lazima tuwe vizuri katika maandalizi yetu, kwa maana ya kurejesha ule utimamu wa mwili vizuri. Lazima tuwe vizuri katika maandalizi ya kiakili, kwa maana mbinu zetu pia kuelekea hao wakubwa, kwa sababu inabidi tu change. Unapocheza hizo timu ni tofauti na mechi zilizopita, kwa maana ya Coastal Union au JKT Tanzania, Kagera Sugar, ni tofauti na mechi za namna, maana hiyo ni level nyingine tena. Kwa hiyo ninaamini katika mpangilio wetu sisi wa kikazi, kwa maana ya sehemu ya kiufundi, nadhani tutajipanga vizuri tu at least tuweze kukabiliana na jambo hili, na sisi tujione kwamba tuko wapi, na kama kuna namna ile mipango yetu kama ikiwa vizuri, basi mipango yetu yenyewe ile itusaidie kupata ushindi katika mechi hizo, na ushindi huo kishapatikana automatically tunakuwa tunaweza kunusurika moja kwa moja. Haya, Tanzania Prisons mawindoni kusaka alama ili kuondoka katika eneo la playoff. Lakini Amani Josia ameeleza namna gani pia anaziendea mechi hizo mbili ambazo zimesalia, ambazo ni dhidi ya Yanga na Singida. Mlima huu, lakini coach, unaendaje huko? Unajua kila mmoja na dream. So haya ni football, ni maisha, ndio. So kwenye maisha una sababu ya kusema kwamba huyu atanishinda, huyu atafanya hivi. Haya ni maisha, inategemea na mentality ambacho unachofikia. Mimi nadhani akili yangu ninaofikiri ni kwamba ni lazima tujipange kutafuta ushindi. So kama nikijipanga kutafuta ushindi, tabia hiyo nieneze kwa wachezaji, lakini pia isiishie kuzungumza mbinu zipi ambazo nafikiri kwamba tunaweza kufunga Yanga, ndio mbinu zipi ambazo tunaweza kufunga Singida Black Stars. Kwa hiyo lazima tufanye vitu ambavyo ni sahihi kwetu. Ukifika muda basi maana yake tactically tuwe vizuri, kwa sio kwa maana kwamba tunaweza sisi kudhibiti pala wa Yanga, hapana. Namna ambavyo tunaweza sisi ni timu ya pili uwanjani, si namna ambavyo tunaweza tukamzuia Yanga, lakini na kujaribu kuona kama tunaweza tukatumia nafasi za kuweza kutupatia sisi faida. Kwa hiyo ni jukumu la kufanya kazi mara mbili kwenye uwanja unapokuwa mnakutana na mechi kama hizi. Unajua kuna mechi ambazo una approach tu kwamba bana hii ni lazima umasini kwamba sisi ni stereo kwa hawa opponent. Lakini mechi hizi zinazofuata, ninachotaka kukwambia ni kwamba ni unaanza na approach kwamba hawa ni stereo kwetu, kwa hiyo sisi tujaribu kuzuia hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo distraction kubwa itakuwa ni namna ambavyo wewe utakuwa na percent kubwa ya kustop threat ya opponent, then unajaribu kuangalia weakness ambayo opponent nayo, na ukiwa na mpira ufanye kitu gani. So nafikiri hilo tutalifanya, na ndani msimu tumeshajipima mahali ambapo tulifikiri kwamba tunakaribia, kuna mahali ambapo tuliona kama tunakaribia. Kwa nadhani kama kuna mahali ambapo tunaona tunakaribia, basi tunaweza kukamilisha msimu vizuri. Sawa, kiratiba mwalimu, mnarejea lini sasa kwenye maandalizi hayo? Maana kuna mapumziko marefu kidogo hapa. Weekend hii na kila tuweze tutaanza kurejea kwenye kambi, lakini Jumatatu tutakuwepo kwenye kiwanja cha mazoezi. Haya, Tanzania Prisons wao kwenye msimamo wako katika eneo la playoff, wakiwa katika nafasi ya 13, wamecheza michezo 28, wamekusanya alama 30. Lakini Amani Josia anastahili pongezi kwa namna ambavyo amekusanya alama katika michezo 4 mfululizo. Ndio imemfanya akayapa, kwa sababu alikuwa bondeni kabisa kule. Ni Simba na Yanga peke yao ambao zimekuwa na form bora zaidi kwenye last 5 games zaidi ya Tanzania Prisons. Ni hao title contenders peke yao
ambao nao ukiangalia kwa mazingira na walazimu. Sio Azam FC wala sio Singida Black Stars ambaye amekuwa na form nzuri compared to Tanzania Prisons. So I can understand the frustration ambayo kocha Josia amekuwa nayo. Na wachezaji wakishapata rhythm mara baada ya kutoka kwenye vipigo mfululizo walivyokuwa wamevipata pale kuanzia November mpaka February, then kutoka hapo kapata matokeo mazuri mfululizo, unataka keep your rhythm, hasa ukizingatia mahali alipo kule kwenye playoff positions akiwa na alama 30. Unataka angalau michezo ije mfululizo, then unajua unavuna nini kutokea hapo, regardless unaenda kucheza dhidi ya nani, kwa sababu kwa quality walizokuwa nazo wapinzani wao, ukikutana nao baada ya miezi miwili, ukikutana nao baada ya wiki mbili, ukikutana nao baada ya siku mbili, quality yao iko pale pale. So unachojaribu kufanya ni wewe kulinda rhythm ambayo wachezaji wako wameshaipata. Hawa kina Beno Ngasa sasa hivi wapo vizuri, gari limeshawaka, unatamani waendeleze hicho walichukua nacho. So I can understand that, na naamini still wana nafasi ya kuweza kukimbia playoff position mpaka ligi inavyoenda kutamatika. Playoff position ili waikimbie kama wanavyosema FC alama 33 na imani zitamweka safe. Wanakutana na Yanga, wanakutana na Singida. Wapi unaona anaweza akapata alama ambazo zamfanya akimbie playoff position? Kote pagumu, lakini kwenye football hakuna kitu ambacho hakiwezekana. Naam. Huwa mara nyingi nishasema sana kwenye kamusi yangu mimi ya football hakuna msamiati haiwezekani. Ila ngumu ipo. Yani ugumu upo, na hiyo hata ifichiki. Yani ukimwambia mtu yoyote, yani kuna ugumu kwa Prisons kupata alama 3 kwa Yanga ama Singida, lakini sio kwamba haiwezekani kabisa. This is football. Hujui lini na wapi unaenda kuangusha alama, na hujui unaangusha kwa style ya namna gani. Sometimes utakiwi hata kufungwa magoli 3 au mangapi. Linaweza likaingia moja na moja yenyewe la kujifunga, ukahangaika nalo ile mpaka dakika 90 zinafika, mnaangaliana hivi wachezaji. Kweli 90 ndo zimefika hizo shehe. Na mpira ndio ushaisha huo. Kwa hiyo inawezekana kabisa yani akavuna alama sehemu. Katika sehemu ambayo naamini anapoteza zote, unashangaa anachukua zote 6, ama anachukua 4, anamfunga mmoja sare nyingine, ama anachukua 2, ama anafungwa zote. Unashangaa akaenda huko kalaza vichwa, kaenda huko kalaza vichwa. That's football. Nafikiri moja ya kitu ambacho watu pengine wanapenda football ni kwa sababu ya hivyo. Yani kila kitu kifanyika uwanjani. Sometimes it's unpredictable. Ujui yani watu wanabaki, labda kwa mfano mtu uko ujiangalia mpira umekaa, unashangaa watu mbona ni watu wanazungumza kuhusu football mitandaoni, kumechafuka nini? Jana wakati wa finali ile Chelsea na Betis, ilifungwa moja, nikabadilisha station nikawa nafanya vitu vingine kabisa, naangalia harusi. Alafu sasa naona kwenye group naona message nini kuja kuangalia eti 2 3 karudishia roho yako nyepesi sana. Kuna mazingira yani unaona ugumu ndio huo alikuwa anaosemea. Lakini ukitazama watu ambao wanakwenda kukutana nao sasa ni Singida na Young Africans. Ukiangalia kipimo mizani kama Singida ndio anapoweza, lakini Singida ipo nafasi ya 4 na alama 53. Kazidiwa alama 4 na Azam. Kama inawezekana vile Azam pia naye anaweza akapoteza kulingana na fixture. Azam ana Tabora mchezo unaofuata, Azam ana Fountain Gate. Kiangalia wote na wenyewe wana uhitaji. Watu wanasema hapa tuheshimu mpira. Yani Tabora alishamaliza msimu bwana, tukubaliane tu hapa. Labda amue tu, lakini Tabora baada ya kuona ameshashuka. Unakumbuka mara mwisho Tabora ameshinda mchezo ni hata sare. Unakumbuka? Sasa kuna kuaga na ile ya kwamba unaweza ukashangaa ujua wanaopangwa ni wale ambao mara nyingi hawachezi mara kwa mara. Ndio hao ambao wameipeleka hapo kwa sababu location ilikuwa kubwa pia. Sasa ndio utakuta sana nasema tukaume meno chamazi. Tukaume tu, uwezi jua wewe bana, kuna kamkataba naweza nikakapata sehemu. Mechi hapo ni hiyo ya Fountain. Kwa sababu naye zofu hali. Azam na Fountain. Sema sasa hivi pia unajua tu sio watu wanaweza kaistwa hapa nchini. Nafikiri ligi yoyote duniani kuna stage ikifika, kuna baadhi ya mpinzani unamtamani. Kwa mfano ikiwa inafikia ndo kama hivyo ukingoni zobaki mechi 2 au 3. Mpinzani ambaye yuko mid table ndo mzuri, ambaye anajua hawezi kwenda kucheza michuano ya CAF Confederation, hawezi kushuka daraja. Ni sasa pia hata barani Ulaya hawezi kucheza michuano ya Ulaya wala hawezi kushuka daraja. Yule ndo mpinzani mzuri. Lakini pia mara nyingi pia anaweza akawa mpinzani mbaya sana. Ogopa unaenda kucheza na mtu ambaye hana cha kupoteza. Yaani anacheza free. Yaani hata kama
mara nyingi utaratibu wake unakuwa kupaki basi, siku hiyo anasema ngoja nije nikutesti wewe. Mimi nafunguka, funga mawili nifunge matatu. Kwa hiyo unaweza ukashangaa umemtandika mawili, kwa hali ya kawaida mtu ukimpiga mawili ambaye labda alikuwa hata kujitetea ndio mazima, unaweza ukapiga la 3 la 4. Unapiga mawili unakuta wewe vipi nisha kufunga mawili, sinipe tu hizi alama 3. Unashangaa anakuja tu anapiga moja, dakika 90 anasawazisha. Alafu akishasawazisha mpira ukija kwake sasa wanaanza kupasiana sasa. No pressure. Kwa nyinyi mnatafuta nini yani? Yaani hawana hata cha kutafuta, lakini ndio hivyo sasa utafanyaje? Kwa hiyo kama Tabora pia wakiamua kuwa professionals uwanjani, unaweza kushangaa mechi na kupalia.